Naam, mtazamaji wa Zone Media, nilikuletea mfululizo wa taarifa kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea huko katika ukanda wa Mashariki ya Kati, lakini taarifa ya mwisho niliyokuletea hapo ilikuwa ni mashambulizi ambayo Irani imeyafanya katika nchi za Ghuba kwenye kambi za Marekani. Sasa muda mfupi tu baada ya mashambulizi hayo kukamilika, Saudi Arabia imetoa taarifa ya kulaani mashambulizi ya Iran. Yenyewe imesema kwamba yanatishia usalama wa bahari. Taarifa inasema Saudi Arabia imelaani vikali kile ilichokiita vitendo vya Irani vinavyovuruga utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya mashambulizi ya hivi karibuni yanayodaiwa kufanywa na Tehran dhidi ya malengo mbalimbali katika eneo la Ghuba. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia, Riyadh ilisema Irani imekiuka misingi ya sheria za kimataifa, mkataba wa Umoja wa Mataifa, mkataba wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu pamoja na kanuni za uhusiano mwema kati ya mataifa jirani. Saudi Arabia pia imeishutumu Iran kwa kuendelea kushambulia meli za kibiashara, ikisema hatua hizo zinahatarisha usalama wa usafiri wa majini na uhuru wa meli kupita katika njia muhimu za baharini. Ingawa Saudi Arabia haikuwa miongoni mwa nchi zilizolengwa katika awamu ya hivi karibuni ya mashambulizi ya Iran, serikali hiyo imesema meli yake ya kusafirisha mafuta iliharibiwa wiki iliyopita wakati ikipita katika mlango wa Hormuz. Riyadh imeeleza kuwa mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara yanaweza kuathiri usafirishaji wa mafuta, biashara ya kimataifa na utulivu wa eneo la Ghuba, na kutoa wito kwa pande zote kujiepusha na hatua zinazoweza kuongeza mvutano katika eneo hilo. Hatua ya Saudi Arabia kuilaani Iran hadharani inaashiria mambo kadhaa ya kiusalama, lakini pia na kisiasa. Moja, inaonyesha Saudi Arabia inaunga mkono usalama wa njia za baharini, kwa sababu mlango wa bahari wa Hormuz kiukweli ni njia muhimu sana ya usafirishaji wa mafuta duniani. Sasa mashambulizi dhidi ya meli yanaweza kuathiri biashara ya kimataifa na uchumi wa nchi nyingi ikiwemo yenyewe Saudi Arabia. Lakini pili, ni ishara ya kuunga mkono Marekani na washirika wake kwa kiwango fulani. Ingawa Saudi Arabia itaingia vitani, lakini kuilaani Irani inaonyesha msimamo wake dhidi ya vitendo vinavyoona vinahatarisha utulivu wa eneo. Lakini pia kuilaani Irani ni inalinda maslahi yake ya kiuchumi, kwa sababu yeye mwenyewe ni mmoja kati ya nchi ambayo ina utajiri mkubwa wa mafuta na ni mzalishaji mkubwa wa mafuta duniani. Ikiwa usafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz utavurugika, mauzo ya mafuta na uchumi wa eneo vinaweza kuathirika. Kwa hivyo hata yeye mwenyewe ataingia katika athari hizo. Lakini pia ni ujumbe wa kidiplomasia kwa Iran. Saudi Arabia inaonyesha kuwa haitakubali mashambulizi yanayohatarisha usalama wa majirani au njia za kimataifa za usafiri wa majini, hata kama yeye mwenyewe hakulengwa moja kwa moja.